Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini bado tunaiangazia vita huko katika Mashariki ya Kati. Huku vita kati ya Iran na Israel ikiingia katika siku yake ya 6, jamii ya kimataifa imetoa wito kwa pande husika kujizuia na kufanya mipango ya kusitisha vita hivyo ambavyo tayari vinaonekana kusababisha madhara makubwa ya kiuchumi kwa pande zote mbili, lakini pia na katika eneo zima la Mashariki ya Kati na hata ulimwenguni kote. Ikumbuke wakati huu kumekuwa na ongezeko la bei ya mafuta ulimwenguni katika soko la kimataifa kwa asilimia karibia 5 tangu kuanza kwa vita hivi, na hivyo ulimwengu unaona hatari kubwa sana ya vita hivi kuleta madhara. Lakini tuachane na hayo. Unafahamu kwamba Israel ina ndege karibia 3 ambazo ndio tegemezi na kwa namna moja ama nyingine zinatumika kwa ajili ya mashambulizi yake huko nchini Iran. Israel ambayo imekuwa ikisaidiwa na Marekani katika vita vya awali dhidi ya maadui zake, imeripoti kuwa ina uwezo wa kushambulia eneo lolote lile ndani ya Iran kupitia makombora na ndege za kivita, huku Iran ikitumia makombora yake yenyewe ambayo ni ya hypersonic kutekeleza mashambulizi nchini Israel. Lakini ni silaha gani haswa ambazo Israel inajivunia zaidi kwa wapinzani wao Iran katika vita hivi ambavyo havijulikani vitaisha lini? Kupitia shirika la habari la BBC limeelezea kwamba kuna aina 3 ya ndege ambazo Israel imekuwa ikizitumia katika mapambano haya. Ndege ya kwanza ambayo imetumika wakati huu ni ndege ya aina ya F-35. Wakati utawala wa Rais Bill Clinton nchini Marekani ulipotoa wazo la ndege ya kivita yenye majukumu mawili tofauti mwaka 1995, ndio ulikuwa suluhu kwa changamoto chungu nzima za kijeshi nchini Marekani. Lengo lilikuwa kutengeneza ndege ya kijeshi ambayo ilikuwa na teknolojia ya hali ya juu na ya kisasa ili kuweza kutekeleza operation tofauti kwa vitengo vitatu vya jeshi la Marekani. Jeshi la wanaanga wangeitumia ndege hiyo kama mbadala wa ndege ya kivita ya F-16 katika mashambulizi ya angani na kushambulia maeneo ya ardhini na kutoa usaidizi kwa wanaanga hewani. Lakini hebu ifahamu kwa undani ndege hii ya F-35. Lockheed Martin F-35 Lightning II ni familia ya Kiamerika ya ndege za kivita za mashambulizi zenye kiti kimoja, injini moja na zenye uwezo wa kushambulia wa hali ya juu. Haionekani na maadui. Wakati ndege hii ya F-35 inaposhiriki katika mazoezi, kawaida hushinda ndege za adui kwa kiwango cha 20-1. Ingefanya hivyo wakati wa vita dhidi ya wanajeshi wa Urusi au wa China, kwa sababu iliundwa kunyonya au kupotosha nishati ya rada. Kwa hivyo marubani wa ndege za adui hawawezi kuona kabla haijashambulia. Kwa kuongezea, F-35 imeundwa katika mfumo wa hali ya juu ambao unadanganya au kukandamiza rada za angani na ardhini. Rada hizo zinaweza kugundua kitu kwa mbali, lakini haziwezi kuifuatilia ama kuishambulia. Lakini pia injini ya ndege hiyo ina uwezo wa kupunguza joto kabla ya makombora yanayotafuta joto kuishambulia. Ni zaidi ya ndege ya kivita. F-35 sio tu ndege ya kupambana, bali pia ni ndege inayoweza kuishi muda mrefu kuwahi kuundwa. Ndege hii ina kasi ya juu ya Mach 1.6 ambayo ni sawa na kilomita 1960 kwa saa. Mfumo wake wa kuweza kuzuia mifumo ya ndege nyingine pamoja na vifaa vyake vya mashambulizi ya angani inafanya ndege hiyo kuwa bora zaidi na ndege nyingine za kivita. Lakini ni moja kati ya ndege ambazo Israel imezitumia katika vita wakati wa mapambano dhidi ya Iran, licha ya kwamba Iran imekuja na teknolojia ya hali ya juu kuzidungua ndege hizo, na hata wakati huu ndege jumla ya 5 za F-35 zimeshadunguliwa. Ndege nyingine ambayo inatumiwa ni F-16. Hii ni ndege ya kivita pia Kimarekani yenye injini moja. Ndege hii ina uwezo mkubwa na inajulikana kwa ujanja wake, kasi na ina uwezo wa hali ya juu katika mashambulizi ya angani. Ni mfumo wa silaha ya bei ya chini lakini yenye utendaji wa hali ya juu, na ni mojawapo ya ndege muhimu zaidi ya kivita ya NATO. Ndege hii ya kivita F-16 ndio ndege tegemezi kwa wanajeshi wengi duniani, ikiwa imetumika katika migogoro mingi ikiwemo sasa nchini Ukraine, na inaweza kubadilika kwa kiwango cha juu na imedhihirisha katika mapambano ya angani na ardhini. F-16 ya leo, The Block 70-72
ndio mpiganaji wa kiwango cha juu zaidi wa kizazi cha 4 kuwahi kutengenezwa na imeleta kiwango kipya cha uwezo kwa vikosi vya anga kote duniani. Ijapokuwa sio ndege bora ya kivita ya kizazi cha 4 iliyotengenezwa, ni ndege yenye uwezo mkubwa, lakini rekodi yake ya kivita na uwezo wake ni mdogo kulinganishwa na ile ya F-1. Umuhimu wa ndege hii ni kwamba inaweza kufanya kazi katika hali mbalimbali za hewa, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha silaha kwa usahihi katika hali ya milipuko isiyoonekana, na imefika kwa kasi na uwepesi, hivyo kuifanya kuwa ndege ya kivita ya kutisha. Lakini kuna ndege nyingine ya tatu ambayo pia inatumiwa na Israel wakati huu katika mashambulizi yake dhidi ya Iran. Hii ni ndege ya kivita ya F-15. F-15 ni mpiganaji mwingine ambaye anaweza kushambulia shabaha nyingi za adui kwa wakati mmoja kutoka umbali wa hadi maili 100 kwa kutumia mfumo wake wa kisasa wa rada na makombora ya hali ya juu ya kuongozwa na rada ya angani hadi angani, na ina uwezo wa kuwalipua maadui kabla hata hawajajua ni nini kiliwalipua. Inaweza kupenya ulinzi wa adui na kuzishinda ndege za adui. Ikiwa na matanki ya mafuta yasiyo rasmi yaliyowekwa kando kando yake, F-15E inaweza kuruka maili 2400 karibu na umbali wa maili 50, kwa hivyo inaweza kujazwa mafuta angani. Mchakato huo unachukua dakika 5 hadi 10. Mtazamaji wa The World News, hizi ni aina ya ndege ambazo Israel imezitumia katika vita vyake kati yake na Iran. Licha ya kuwa na sifa zote hizo, lakini Iran iliweza kudungua baadhi yake, na hata zile za F-35 za hali ya juu kabisa zimedunguliwa karibia 5 hadi wakati huu. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.